bado tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tupo katika 10 la mwisho kabisa, 10 ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka siku moja kwa ajili ya shortcut ya kuingia katika pepo. Ipo siku moja, njia fupi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya siku 30 ama 29, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea njia, kipande kifupi ambacho Allah akikujalia wewe ukasimama katika njia hiyo, basi moja kwa moja utapata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujalia. Ndugu zangu katika imani, huu mwezi tuliokuwa nao ndio sababu ya mimi na wewe kupata radhi za Allah. Mwezi tuliokuwa nao ndio sababu ya mimi na wewe kutoboa duniani na akhera. Mwezi tuliokuwa nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia atatupa ucha Mungu, atatupa takwa, na yeyote aliyejaliwa takwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ile takwa ya kweli kabisa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamfungulia mambo yake. Allah anampa amani ya moyo, Allah anampa utulivu wa akili, duniani anampa qanaa ambayo huyu mwanadamu akipata shilingi 2000 3000 kwa siku anajiona tajiri mkubwa kabisa, na anakuwa na amani, anakupa tena kuingilia vitu vya watu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah mwenyewe anamjalia mambo yake yanakuwa mepesi. Kila jambo atakaloshika ni miujiza tu kwake. Akiwa na njaa, Allah anamlisha. Atatokea tu mtu atampa pesa, atampa chakula, atakula. Akiwa na dhiki, anadaiwa kodi, Allah atamfanyia wepesi, atapata hicho anachokitaka. Kwa hiyo mwenye kumcha Allah, yaj'alahu min amrihi yusra, Allah anamfungulia mambo yake, mambo yanakuwa mepesi. Wa man yattaqillaha, na mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yukaffiru anhu sayyi'ati, Allah anamsamehe madhambi yake, wa yu'dhibu lahu ajra, Allah anampa ujira mkubwa kabisa, ujira ambao mwenyewe kutegemea. Lakini tutapata ucha Mungu endapo tutakuwa na imani. Watu wengi hapa zetu katika zama zetu, waswaliji wengi ukiangalia imani imekosekana, kwa sababu katika ile aya kwanza Mwenyezi Mungu akaanza ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum mwisho la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, mmefaradishiwa, mmeandikiwa kufunga kama walivyofunga watu wa kabla yenu nyinyi. Lengo lake Mwenyezi Mungu mwe nani? Wacha Mungu. Je, hiyo imani ambayo itatupelekea mimi na wewe kwa wacha Mungu tunayo? Tunasengenya, tunaiba, tunadhulumu, tunazini, tunafanya kadha wa kadha. Imani kwanza ndio inahitajika. Imani ikinyooka, Allah anasemaje? Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Imani ambayo Allah anataka watu wawe wacha Mungu kwanza, anasema innamal mu'minuna, waumini ambao wanatakiwa hapa ni wale ambao idha dhukira Allah, anapotajwa Allah, yani umekaa chini hapo, tunataja haya maneno ya Allah, kwanza wajilat qulubuhum, nyoyo hiyo inatetemeka, nyoyo inajaa hofu kwa sababu ametajwa Allah. Lakini huwezi kupata ucha Mungu katika Ramadhani, anatajwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unachezea simu, anatajwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msikitini umelala, anatajwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unafikiria mbali uko una mawazo, sheba mwisho huyu. Anatajwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, moyo wako uko mbali kabisa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imani ya kweli, waumini wa kweli, anapotajwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nyoyo zinajaa hofu.
akasema wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, na zikisomwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala imani, watu zinazidi imani katika nyoyo zao. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na wanamtegemea Allah peke yake, wakiwa na njaa, wakishiba, wakipata matatizo, wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna wanemtegemea zaidi ya Allah. Hakuna mambo ya kwenda kwa washirikina kupigiwa ramli, hakuna mambo ya kwenda kwa washirikina kusujudiwa miti ya kishirikina, wala kufanya mambo mabaya. Wanamtegemea Allah. Wamepata matatizo na swali la kaambeni ndio wanaoambiwa, enyi mlioamini Mwenyezi Mungu, mmefaradhishiwa kufunga, mjizuia alfajiri mpaka jioni ili mpate ucha Mungu. Wengi wetu tunafunga Ramadhani 9, 10, 20, Ramadhani kibao, lakini Ramadhani inaisha hatupati ucha Mungu kwa sababu sifa ya imani hatuna katika maisha yetu. Ramadhani imekuwa tu ni ada, tukipindi fulani tunakana njaa, tupate mafanikio ya ucha Mungu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala mwisho katika 10 la mwisho, kwa mapenzi yake, kwa kutupenda kwake, Mwenyezi Mungu akatuwekea usiku mmoja wenye cheo, usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala, yani ni bora katika siku 20 zote za Ramadhani. Au swali tarawehe mzembe au amki usiku au some Qur'ani au fanye, wala ina shida. Lakini katika 10 la mwisho ili jitahidi ujipinde usiku kucha, usiku na mchana, swali tarawih, uenda Allah subhanahu wa ta'ala atakuwafikisha wewe, atakujalia ukakutana na usiku huo wa historia kubwa katika maisha ya mwanadamu, usiku wenye cheo, usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameueleza kwa ukubwa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inapofika katika 10 la mwisho alikuwa anaamrisha watoto wake, wake zake, mpaka majirani, watu mbalimbali, hata kama mtu yupo katika ada yake, yupo katika hedhi, anamwambia amka akae ili aweze kukutana na usiku wenye cheo, atamke maneno. Aisha radhiallahu anha alikuwa anatamka ashhadu an la ilaha illa Allah wa nastaghfirullah nas'aluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Dua ambayo ameeleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unaamka unazungumza maneno haya, Allahumma innaka afuwun, Mwenyezi Mungu hakika wewe ni mwenye kusamehe, tuhibbul afwa, unapenda kusamehe, fa'fu anni, nisamehe mimi ya karimu, wewe mkarimu. Unambembeleza maneno hayo Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku kama huo, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakusamehe makosa yako. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia ameiteremsha hii Qur'ani. Allah anaeleza tukio la kihistoria katika maisha ya mwanadamu, historia ambayo haijawahi kutokea mpaka kiyama kitasimama. Allah anaeleza ameiteremsha Qur'ani kutoka lauhi mahfudh yote mpaka katika wingu huu wa dunia, akapelekewa sasa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya miaka 23, lakini uko katika lauhi mahfudh. Allah anasema inna anzalnahu, hakika tumeiteremsha Qur'ani fi katika lailatul qadr, usiku wenye cheo, usiku wa lailatul qadr. Ni aya, ni sura fupi, sura ambayo imebeba maajabu makubwa kabisa, na ndo tunaona kila Ramadhani lazima tuyazungumze haya ili tuweze kutanabaishana kuona muujiza wa Qur'ani, namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo usiowezwa na yeyote. Allah katika sura hii inna anzalnahu fi lailatul qadr, ni sura ambayo ina aya 5, lakini Allah ameonyesha muujiza. Zamani wakati tunaanza kufungua macho tulikuwa tunaona baba zetu, wazee wetu, ikifika mwezi 27 wanakupia sana. Mwezi 27 watu wanajaa misikitini, wanapika chakula wa nyumbani. Kipindi kile kama tunakumbuka, alikuwa kila mwezi 27 watu wanafuturu vitu vizuri, mabisi, manini, watu wanakesha pale. Kwa sababu gani? Tunaambiwa na baadhi ya wanawachuoni ikiwemo sahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Umar, anasema huenda Mwenyezi Mungu akaleta usiku wenye cheo mwezi 27. Wamepata wapi? Ukiangalia hii inna anzalnahu fi lailatul qadr, sura yote hii sura Mwenyezi Mungu amejalia
ina maneno 30. Yani sura kuanzia inna anzalnahu mpaka mwisho kule salamu ni hatta matla'il fajr, ukihesabilia maneno yake yale yako maneno 30. Na Ramadhani pia ina siku 30, wakati mwingine inaangukia 29, lakini mara nyingi inaangukia siku 30. Sura ina maneno 30 na mwezi wa Ramadhani ni siku 30. Lakini pia inna anzalnahu ina herufi 114 na Qur'ani ina sura 114 kuanzia Alhamdu mpaka Suratul Nas. Neno Lailatul Qadr, ili neno lenye ambalo linaelezea usiku, lina herufi 7 na mule ndani ya hii sura ili neno limejirudia lina herufi 9. Ili neno Lailatul Qadr lina herufi 9 na ndani ya inna anzalnahu limejirudia mara 3, kwa maana 9 mara 3 tunapata 27. Katika zile herufi zake, katika zile yale maneno yake 30, neno hili Lailatul Qadr liko mara 9 na limejirudia mara 3. 9 mara 3 tunapata 27, moja hiyo. Lakini pia kule mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia salamun, amani hiya, katika usiku huo. Hiyo hiya inarudi katika ile Lailatul Qadr. Tunaambiwa neno hiya katika maneno 30 limekuja likawa neno la 27. Tumepata mambo mawili hayo. Jambo la kwanza kabisa, neno Lailatul Qadr lenyewe herufi zake 9 mara 3 27, lakini neno hiya pia tukalipata katika sehemu ya 27 katika maneno ya Qur'ani. Abdullah akatuambia huenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia usiku huo ukawa mwezi 27. Lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akataka mimi na wewe katika kumini lote ili tutafute mwezi 21, 23, 25, 27, 29 katika yale masiku ya witri. Kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyaficha mambo hayo? Ili mimi na wewe tupate kujitahidi kutafuta usiku huo wenye cheo, usiku wa maana kubwa. Watu wamuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni shortcut ya kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anatuambia inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika sisi tumetelemisha Qur'ani katika Lailatul Qadr. Matumizi ya inna, yani kwa maana sisi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anautumia wingi, kwa maana kutia utukufu wa lile jambo lenyewe, kuonyesha ukubwa wa tukio hili kwa kutelemshwa kwa Qur'ani, tukio kubwa kuliko matukio yote katika historia ya mwanadamu. Neno anzalnahu tumeitelemsha hapa inamaanisha kutelemshwa Qur'ani mzima yote kutoka katika Lauhi Mahfudh mpaka samai dunia, mpaka katika wingu wa dunia, kwa mkupuo mmoja akaletewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akasema Allah, tumetelemsha Qur'ani katika usiku wa Lailatul Qadr. Allah akasema wama adraka ma Lailatul Qadr, nini kitakujulisha sasa, utajuaje hiyo Lailatul Qadr? Swali la kustaajabisha, na ndio mtindo wa Qur'ani ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anautumia anapotaka kueleza jambo ambalo akili ya mwanadamu haiwezi kudiriki. Wama adraka ma Lailatul Qadr, mtindo ambao Mungu anautumia kumweleza mwanadamu akili haiwezi kudiriki akapata thamani ya usiku kama ule kutokana na ukubwa wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, akatueleza ili tuweze kupata picha kamili, lakini inashindikana, hatuwezi kupata picha kamili kutokana na ukubwa wa siku kama huo. Allah akaweka msisitizo tena akarudia, wama adraka ma Lailatul Qadr, nini kitakachokujulisha huo usiku mkuu, usiku wenye cheo? Wama adraka ma Lailatul Qadr, nini kitakujulisha huo usiku wenye cheo ni nini? Akasema Lailatul Qadr khairun min alf shahr, Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi 1000.
miezi 1000 ukipiga mahesabu unapata miaka 83 na miezi 4. Miezi 1000 miaka 83 na miezi 4. Lailatul Qadri khairun bora min 1000 shahri, kuliko miezi 1000. Kwa maana wewe ukiwa na shilingi 1000 yako, 10,000 yako, 20,000 yako, ukatoa sadaka au chochote cha wema utakachokifanya katika usiku kama huo, kuanzia ile magharibi inaingia ile 1000 hiyo, 10,000 hiyo, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unahesabika wewe umetoa hiyo sadaka kwa muda wa miaka 83 na miezi 4. Watu wafanye amali mpaka miaka 70, lakini wewe uliotoa siku moja tu amali ile umewafunika wale wote wale, kwa sababu ambazo unazipata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameleta ufupisho kabisa, ufupisho wa safari ya kuelekea peponi ndani ya 10 hili. Huu ni ufupisho. Allah anakupa shortcut ya kuweza kuingia janna. Ni kipindi ambacho mimi na wewe tunatakiwa tujipinde sana. Ni kipindi ambacho mimi na wewe tunatakiwa tutafute huo usiku wenye cheo, ili tuweze kusoma Qur'ani yako wewe ukisoma juzu, ukisoma alhamdu mara 10, ukisoma sura gani, unahesabiwa umesoma miaka 83 na miezi 4. Sio jambo dogo kabisa. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kudiriki usiku wenye cheo. Akasema Mwenyezi Mungu katika aya 4, tanazzalul malaikatu waruhu fiha, anasema uteremka malaika na roho ndani yake. Kwa maana roho hapa amekusudiwa Jibril, malaika Jibril. Neno tanazzalu katika lugha ya Kiarabu linaashiria kushuka kwa makundi, yani makundi kwa makundi bila kuacha msululu. Inasemekana dunia inajaa, yani hiyo siku ikifika malaika wanatokea huko kwa makundi na makundi, mbingu ya 7 huko wanakuja duniani wote, malaika wanazagaa katika uwanda wa ardhi. Siku hiyo sasa dunia inakuwa na utulivu. Dunia imetulia, hakuna magomvi, hakuna chuki za watu, hakuna sijui matatizo mbalimbali. Shetani akai kabisa maeneo kama hayo. Allah anawateremsha malaika, wanakuja katika mgongo wa ardhi, wanakuja malaika wanakutaona. Swali katika sura Al-Bukhari Mwenyezi Mungu anasema Hamim wal kitabil mubin, Hamim wal kitabil mubin. Allah anaapa kwa kitabu Qur'ani yenye kubainisha. Anasema Allah, inna anzalnahu, hakika sisi tumeteremsha hii Qur'ani fi lailatin mubaraka, katika usiku uliobarikiwa, fiha, ndani ya usiku huo, yufraku kullu amrin hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala anapambanua mambo. Aya hiyo siku ikifika, malaika wakiteremka, tunajadiliwa mimi na wewe. Shabani mwaka huu awe tajiri, Muhammad mwaka huu afilisike, Ali mwaka huu hapa atajirike, fulani mwaka huu hapa apate ajali. Siku hiyo ikifika ndo wanapanga sasa, wanakuandikia wewe upya yale yaliyoandikwa zamani katika ajali yako, katika mambo yako yanafutwa. Ikifika usiku kama huo, yufraku kullu amrin hakim, Allah anakuandikia wewe matendo yako, fulani awe tajiri, fulani awe maskini, fulani afe, fulani aishi, fulani awe hivi, mpaka mwaka unaokuja. Ni usiku wenye cheo, usiku mkubwa, usiku ambao hautakiwi kabisa kabisa. Anakuja wa malaika wanakukuta wewe umelala. Muombe Allah akupe umri mrefu, kwa sababu dua inabadilisha kadari. Uenda umeandikwa wewe usiku kama huo, sasa unaandikiwa wewe ufe. Muombe Mwenyezi Mungu akupe umri mrefu wenye manufaa. Unaandikiwa wewe ufilisike, muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala akupe utajiri. Unaandikiwa wewe mwasi mkubwa duniani, muombe Allah akupe ucha Mungu. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo mbalimbali unapoingia usiku huo wa Lailatul Qadr. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie kudiriki usiku wa Lailatul Qadr. Malaika wanakuja, na malaika Jibril mwenyewe atakuja katika usiku kama huo na jeshi lake, biidhni rabbihim, watakuja kwa idhini, kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanakuja kwa amri ya Mola wao kuleta rehema. Siku hiyo wanaleta baraka, wamkute wewe, mimi na wewe tuko macho. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amani na mambo mbalimbali. Tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tusamee makosa yetu. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie kila la kheri katika maisha ya dunia na kesho akhera milele. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.
الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم ونفسي في هذه الخطبة الثانية. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni tena kwa mara ya pili, bila kusahau kuhusia nafsi yangu katika jambo kubwa la kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na namuomba Allah mimi pamoja na wewe atujalie kuwa ni watu wenye kumwogopa yeye. Ndugu zangu katika imani, katika hotuba ya kwanza tumeeleza tulioyaeleza, lakini kubwa zaidi ya tulioyaeleza, mimi na wewe tujipinde kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kudiriki usiku wenye cheo. Hakuna kipindi ambacho mimi na wewe tunatakiwa tukeshe na kuacha mambo yetu, mipango yetu tuweke pembeni. Ndani ya masiku haya tulobakia, tuamke usiku, tulie, tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala saada, kwa sababu malaika wanashuka, wanakuona, wanasikia kilio chako. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakutengenezea mambo yako. Katika aya ya 5 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, salamun hiya hatta matla'il fajr. Anasema amani ya kiungu katika usiku huu, shetani hawezi kufanya vitimbi vyake, na usiku ambao hakuna shari, salama na amani na utulivu. Salamun hiya hatta matla'il fajr, ni amani mpaka alfajiri ile inachomoza. Kikomo na baraka hazipotei mpaka adhana ya alfajiri ijitokeze. Hii inatufundisha umuhimu wa kukesha, kuumia usiku kucha, kutokulala na usingizi. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala mambo mbalimbali, na kama tulivyosema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuashiria katika masiku yale ya witri. Mimi na wewe tunatakiwa tujitenge, tufanye, tukae, tulale itikafu misikitini, tufanye itikafu hata majumbani kwetu. Ikiwezekana tujifungie misikitini au majumbani kwa dhikri na amali mbalimbali. Kama mtu anajua kusoma Qur'ani, kama mtu anajua kusema dua Allah subhanallah subhanallah, au Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, anazungumza maneno hayo idadi isiyoelezeka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamjalia. Siri ya kufichwa tarehe kamili ya Lailatul Qadr ni moja ya hikima kubwa sana za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inawezekana tukaona kama ni mtihani, kwa nini sasa mwezi ukifika Mwenyezi Mungu asituwekee tu siku maalumu, ikawa tunajua Allah ametuficha. Kwanza iwe ni mtihani kwetu sisi, ili tupate rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zilizojificha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza anataka juhudi yako wewe, aone juhudi, sio rahisi tu. Jambo lolote lile gumu lazima lipatikane kwa taabu, kwa mashaka, lazima upate mashaka. Kwanza anataka kuona juhudi yako wewe. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuzidishia thawabu, kwa sababu matendo utakuwa unafanya siku zote 21, hata kama ukaamua siku zote 10, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufungulia. Lakini pia hii ni hikima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi kutufichia Lailatul Qadri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufichia zamani. Ikifika Ramadhani, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaambiwa tarehe na kaa kichwani mwake. Ikifika anawaambia maswahaba kwamba Lailatul Qadri mwaka huu itakuwa siku fulani, Lailatul Qadri itakuwa tarehe fulani, Lailatul Qadri. Sasa siku moja Mtume wa Allah anatembea, anawakuta maswahaba wanazozana, maswahaba wanagombana. Mtume wa Allah amekuja pale, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaifuta ile tarehe kichwani. Baada ya hapo haijakaa tena kichwani kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada ya hapo ile tarehe ile ikafutika. Kwa sababu gani? Kwanza huwezi kuiona Lailatul Qadr ukiwa na roho ya kulosho. Yaani ukiwa na roho yenye chuki na Waislamu wenzako, utafunga, utaswali, utaamka usiku kucha, hauwezi ukakutana na Lailatul Qadr hata siku moja. Lakini ukiwa na roho safi kabisa, au na mambo mengi na Waislamu wenzako, sio msengenyaji, sio mtu mwenye chuki, wallahi Mwenyezi Mungu anakujalia hata kama ukaamka ule usiku wenye cheo ule, kwa sababu Mtume wa Allah ameeleza dalili zake usiku wenye cheo, utulivu, amani.
Mambo yale yote huwezi kuyaona kwa sababu moyo wako mchafu. Mtume wa Allah inafutwa tarehe katika kichwa chake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya watu kuzozana tu, haifai. Ramadhani kwanza, kama kuna mtu umegombana naye, amka usiku sema ya Rabbi, mimi wote niliowakosea ama walionikosea mimi kwanza nimewasamehe, na uwafuate wale uliowakosea ukawaombe msamaha, muwe kitu kimoja. Tuna magomvi ya itikadi, tuna magomvi ya kimisimamo, tuna magomvi mbalimbali ya majirani, mambo mbalimbali. Kama binadamu lazima tutakwazana, lakini ukitaka kupata vyeo, ukitaka kupata mambo mazuri kama haya, hakikisha kwanza moyo wako uko salama na jirani yako, uko salama na Muislamu mwenzako, hauna magomvi, hauna matatizo. Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia kupata usiku wenye cheo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatueleza, ukiamka asubuhi, sasa hivi usiku wa Lailatul Qadr ule, asubuhi yake una uwezo wa kuliangalia jua kwa macho, kwa sababu unakuwa jeupe wala haliumizi, mpaka jioni yake ni siku inakuwa safi kabisa. Kuna dalili nyingi ndugu zangu, muda wetu umekwisha sana, lakini kuna mambo mengi ya kuelezea. Kikubwa tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie salama, tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie amani, tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie mapenzi baina yetu, tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamee makosa yetu, tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe kudiriki usiku wa Lailatul Qadr, na Allah atulipe matendo ambayo tutafanya katika usiku kama huu, na ndio iwe sababu ya mimi na wewe kupata radhi zake na kutuingiza katika pepo yake tukufu. Kalela Online TV, elimu ya dini, tiba ya jamii.